Ndio maana hata Yesu aliwaisema kwamba amani toayo si kama ulimwengu unavyotoa. Kunachojua ni kwamba yote katika yote tunatafuta ni kwa namna gani tutaendelea na Mungu. Kwa namshukuru Mungu sana sana, hata pia kwa ajili ya nafasi hii ambayo nimepewa kwa namna moja ama nyingine. Wiki ile iliyopita nilisimama ambapo nilifundisha kichwa ambacho kinasema kwamba tunakuja kanisani ili tupandikizwe mawazo mema yatakayotusukuma kufanya mema ama kufanya vizuri. Bwana sio sana. Nilifundisha kwamba tunakuja kanisani ili tupandikizwe mawazo mema yatakayotusukuma kufanya mema ama kufanya vizuri. Bwana sio sana. Na nilisema kwamba tukiwepo duniani huko kwamba nikisema kwamba nakuja kutafuta ama kufundishwa ama kupandikizwa mawazo mema, manake yapo ambayo huenda sio mazuri ndani yangu, lakini naendelea kusanyika, naendelea kupatikana maeneo ya ibada ili yale ambayo yalikuwepo mwanzo yaweze kuondolewa na aweze kukaa mengine ambayo ni mema. Amina. Kwa sababu ni kwamba Mungu anatuokoa ama Kristo alituokoa kwa mbadala. Amina. Hakutokoa ili atokoe tu tuendelee kusema kwamba Mungu ni mwema. Yes, ni jambo zuri zaidi pale ambapo tutakuwa tunamshukuru Mungu kwa sababu ya wema wake kwenye maisha yetu. Kwa hiyo kwamba tunakuja kupandikizwa, manake vile ambavyo tulikuwa mwanzo, kuna dunia yenyewe ama ulimwengu, kuna vitu ambavyo itupandikiza, kuna vitu ambavyo tulikuwa navyo ambavyo tulivyopandikizwa aina ya mawazo yale yakapelekea tukafanya mambo ambayo yalileta madhara kwa namna moja ama nyingine. Amina. Na kama Mungu alituokoa, alituvuta kwa namna ya maajabu. Hata kama muda mwingine naweza kwamba sema maajabu gani, kwa sababu unakuwa mbona ni kawaida, lakini muda mwingine nakuwa na sadiki kwa sehemu kwamba ni kwa maajabu. Amina. Kwamba huenda labda tunakuwa unajua kwamba maajabu huenda ni yale ambayo labda waliokolewa kina Paulo ama wale watu ambao wanakuwa nashuhudia kwamba walitokewa na Mungu kwenye ndoto hivi na hivi. Amina. Kwa hiyo nasema kwamba tunakuja kanisani ili nipandikizwe mawazo mema ya kunisukuma ama ya kutusukuma kwenda kufanya vizuri. Na nikaa nimeongea pointi moja kwamba kwa sababu nikiwa na mawazo mema lazima yatanisukuma kufanya mema, yatanisukuma kufanya vizuri. Amina. Kwamba kama nitakuwa na mawazo mazuri ama mawazo mema ndani yangu, lazima yale mawazo yatanisukuma kufanya vizuri ama kufanya mema. Amina. Na nikaa nimesema kwamba uzito kwenye mambo mema ni ishara ya kuwa nikasema uzito kwenye mawazo mema ni ishara kuwa kwamba nimekaliwa na aina mawazo ambayo sio mazuri. Amina. Hata kama ni kweli yapo mema, yapo mazuri, lakini alimadamu bado hanisukumi, kwa sababu lengo la Mungu ni kwamba tufanye vizuri. Na kama manake nitakuwa siendelee kupatikana ama kufanya vizuri, manake kutakuwa na shida. Amina. Nasema kwamba jambo baya ni lolote lisilo nisukuma kufanya mema. Amina. Sema jambo baya ni lile ambalo ni sababu ambalo halinisukumi kufanya vizuri. Amina. Bwana sana. Lakini siku ya leo nadhani sitaongea sana, nitaongea kwa sehemu, kwa sababu kwa yote tunatafuta kuendelea mbele. Amina. Ni kwa namna gani nitaendelea mbele? Ni kwa namna gani ambayo nitaendelea vizuri? Bwana asifiwe sana. Ni kwa namna gani nitaendelea mbele? Ni namna gani nitaendelea kuwa na hatua za baraka? Amina. Hii kitu ambacho nitaka nikisema siku ya leo kwamba hakuna umaana wa aina yote mawazo, yani kwamba nisemeje, yani kwamba umaana wa mawazo mema nilionayo ni pale ambapo atanisukuma kufanya vizuri. Amina. Kwamba hakuna umaana wa mawazo ambao nasema kana kwamba ni mema nilionayo
kama tu yatakuwa hayanisukumi kufanya mema ama kufanya vizuri. Amina. Bwana Yesu sana. Kwamba hakuna maana wa mawazo mema ninayosema ninayo, ambao nasema kwamba ni mazuri, kama tu hayanisukumi, hayanipeleki mimi kwenda kufanya mema ama mimi kwenda kufanya vizuri. Amina. Hakuna umana wa kusema ya kwamba nina mawazo mazuri. Amina. Nina mawazo mema, nina mawazo bora, nina mawazo imara, alimadamu yale mawazo nilionao nasema kwamba mema yako ndani yangu, yale yapo ndani yangu tu, sijaenda kuyapeleka kwenye kufanya vitu mbalimbali ambavyo vinaonesha kwamba ndani yangu nimeshajaza mawazo mema. Amina. Nikawa kuna kitu ambacho nilikuwa naitoa leo kwamba kwenye kile kitabu cha ambalo Paulo anasema kwamba neno la Kristo, sijui Paulo sijui Yakobo sijui nani, anasema kwamba neno la Kristo lijawe kwa wingi ndani yenu. Amina. Bwana asifiwe sana. Anasema neno la Kristo, anasema lijawe kwa wingi ndani yenu. Andiko gani hili? Nani anaikumbuka? Anasema neno la Kristo na Kolosai 3:13 kama sikosei. Kolosai 3:13. Kolosai 3:13. Tesalonike Kolosai 3:13. Nisaidie tama na moja. Kolosai 3 mstari wa 13. Kolosai 3:13, karibu. Wakolosai 3 na ule mstari wa 13. Naam. Anasema, ndio, mkichukuliana na kusameheana, ndio, mtu akiwa na sababu ya kumlaumu ya kumlaumu mwenzake, ndio, kama Bwana alivyowasamehe ninyi, vivyo na ninyi zaidi ya hayo yote jivukeni upendo. Amina. Lukia 16. Ni kwenda 16, 3:16. 16 anasema, ndio, neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu. Naam. Katika hekima yote. Ndio. Mkifundishana na kuonyana kwa zaburi. Ndio. Na nyimbo za tenzi za rohoni. Ndio. Huku mkimwimbia ndio Mungu kwa neema mioyo yenu. Amen. Anasema neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote, mkifundishana na kuonyana kwa zaburi na kwa nyimbo na tenzi za rohoni, huku mkimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwenu. Bwana asifiwe sana. Anasema kwamba neno la Kristo likae kwa wingi ndani yenu. Amina. Neno la Kristo likae ndani, anasema likae kwa wingi ndani yenu. Kama anasema kwamba hakuna umana wa kusema kwamba ninayo mawazo mema. Amina. Ama mawazo mazuri, kama yale mawazo hayanisukumi, hayatanisukuma mimi kufanya vizuri. Amina. Sasa hapa anasema kwamba neno la Kristo likae kwa wingi ndani yenu. Amina. Likae kwa wingi. Neno la Kristo likae kwa wingi. Likae, yani lijawe kwa wingi sana. Amina. Bwana asifiwe sana. Anasema neno la Kristo likae kwa wingi ndani yenu ama kwenye mioyo yenu. Amina. Kwa sababu lijua kwamba neno la Kristo likikaa kwa wingi ndani yenu, lazima litawasukuma ama litawezesha nyie kwenda kufanya ambao ni ya Kristo. Amina. Anasema likae kwa wingi, kwa sababu maana likishakaa, likishajawa kwa wingi sana, maana yake lazima litasukuma kwenda kufanya vizuri. Amina. Na akasema neno la Kristo likae kwa wingi ndani yenu. Bwana asifiwe sana. Kwamba hakuna mawazo, hakuna umana wa mawazo yote ambao nasema mema kama atanipelekea mimi kufanya vizuri. Amina. Ni vyema tujue kwamba hata ibada ambazo tunafanya ama ambazo tunafanya,
Umaana wetu sio kwa kuwa mimi nakuja kanisani ama nafanya ibada kila siku, ama naweza nikaa nafanya nasema kwamba si naweza nikaa nasema labda ndio ile nasema kwamba naomba si maombi mengi si nini na nini, lakini kama aina ya ibada ama aina maombi hayanisukumi mimi kufanya mema, hayanisukumi mimi kwenda kufanya vizuri, hayanisukumi mimi kwenda kupambana kwenye harakati mbalimbali ambazo ibada, maagizo ya ibada yamenielekeza. Kila ambacho naweza nikaa na kusanyika kwenda kufanya kanisani, jamii inaweza inakiona kwamba ni mojawapo ya kitu cha kawaida sana, cha ovyo sana. Amina. Kwa sababu heshima yetu kwa jamii, heshima yetu kwa ulimwengu sio kwa sisi tutataka kuheshimika. Na watu ambao wanaheshimika duniani hawaheshimiki kwa kwa wenyewe nataka waheshimike. Amina. Kuna watu ambao wanaogopa, kuna mataifa makubwa ambao wanaogopa kama Marekani. Hayaogopi kwa sababu yenyewe ni Marekani. Hayaogopi kwa sababu yeye ni taifa gani. Lakini yanaogopa kwa sababu ya vitu ambavyo uwezo walionao, nguvu walionayo. Amina. Vitu ambavyo wanavifanya. Amina. Nguvu walionayo. Amina. Bwana si sana. Umaana wa kuwepo kanisani utakuwa ni mimi baada ya kufanya ibada, baada ya kufanya maombi naenda kufanya nini? Amina. Bwana si sana. Bwana si sana. Hakuna umana, nimesema kwamba hakuna umana wa yale ambao naita mawazo mema kama hanisukumi kufanya vizuri. Amina. Hakuna umana yote. Kuna mtu mmoja mtandaoni aliwahi kwamba hakuna umana wa elimu kama haijakusaidia wewe kuishi vizuri na watu. Amina. Kama haijakusaidia kuishi maisha ambayo yatafanya wewe faida itokee kwenye maisha yako. Ndio maana kwenye kile kitabu cha Isaya anasema mimi ni Bwana Mungu wako nikufundishaye ili upate faida. Amina. Anasema nikufundishaye upate faida. Nikufundishaye upate faida. Maana sio faida ambayo utaiona tu kwamba unafanya, faida utaiona baada ya kufundishwa kile, kufanya kile na kile na kile na kile na kile na kile na kile. Ukishafanya kile mule ndani utapata matokeo fulani. Amina. Ndio maana kuna pointi fulani baba alisema kwamba aliongelea Nodi kwamba yani wewe usijione kwamba upo, yani wewe kile eneo ambalo unahitaji fedha unatoa mwenyewe. Bwana sana. Yani kwamba eneo, yani kile eneo labda naweza likanahitaji fedha, labda unatoa wewe, yani kwamba yani lazima utoe mwenyewe. Amina. Bwana sana. Nasema nini? Kwamba ukishafanya vizuri automatically kuna watu ambao wanataka fanye jambo fulani kwenye maisha yako. Amina. Ndio maana kwenye madaladala humo, pamoja na vita yote ambayo tunapambana nayo, lakini pamoja nayo kuna watu ambao wanasema kwamba hapana, usilipe nauli tunalipa. Bwana sana. Anakuambia, naamini Michael ni shahidi mzuri sana. Anakuambia hapana, usilipe. Usilipe nauli, tutakulipia sisi. Amina. Au shangaa ni konda mwenyewe. Konda mwenyewe anasema labda unaongea labda unasema labda amenivuka kwa sababu labda labda atachukua baadaye, ameona labda naongea. Lakini shangaa hapo umeshuka kwenye gari unamwambia nauli yako hii hapa, akamwambia hapana nashukuru. Amina. Bwana Yesu. Nasema niko nachojua ni kwamba sasa sio maana kwamba labda kunakuwa na maajabu yote uliongea, lakini kama yule mtu ameshafanya kile, kwa sababu hafanyaki kwa kila mtu. Amina. Maana yake kuna kitu amekisikia. Amina. Hata kama katika yote 100 ameelewa labda moja, ameona kwamba Yesu wewe si jamaa sijamuelewa, wewe ni bangi labda zimemtuma, lakini ni mtu anaonekana ana dhamira njema. Amina. Akasema kwamba wewe kile eneo ambao labda naweza likana tajira unatoa mwenyewe. Na Anoni mwenyewe alisema kwamba siku moja kwamba yani wewe unaamini kwamba maisha yako ni wewe mwenyewe utaendesha kwa uwezo wako mwenyewe. Wewe mwenyewe kulia kushoto mwenyewe utakuwa unapambana. Hapana. Nasema nini? Maana nasema kwamba mimi ni Bwana Mungu wako nikufundishaye upate faida. Amina. Maana yake nakufundisha sheria, nakupa amri,
nakupa maagizo kwamba kayafanya hayo. Amina, kayafanya hayo. Ndio maana mara mwingine nilikuwa nasoma kitabu cha Mambo ya Lawi. Unaona kuna sheria nyingi ambazo Mungu anaziweka kwamba fanyeni hivi mpate kuishi, mimi ni Bwana Mungu wenu, fanyeni hivi, fanyeni hivi. Utapata faida kwa namna gani? Utapata faida umefanya lile, utashangaa kuna vitu fulani vinatokea. Amina, Bwana asifiwe sana, Bwana asifiwe sana. Anasema kwamba hakuna umana wa mawazo mema ninayosema ninayo, kama yale mawazo haya nisukumi mimi kwenda kutokeza vitu ambavyo vinaonekana. Kwa sababu ni kwamba hata mtu tunamnena kwamba ana akili, tunamnena kwamba ukweli akili anazo, hatumsemi kwamba ana akili kwa sababu yeye anasema ana akili. Kuna mambo ambayo tumeona, kuna vitu ambavyo tumemwona anavifanya, anavitenda, vile vitu vinaonyesha kwamba aisee, jamaa ana akili sana. Amina. Hata darasani wale ambao tukosema wana akili ni watu ambao unaona kuna vitu fulani unashangaa wewe vinakushinda. Shangaa mwenyewe labda umepata 0, yeye amepata 100. Amina. Sasa kwa kweli wana akili. Kwa nini? Amefanya, kuna jambo fulani umeliona, limeonekana, umeliona mwenyewe, sema I say huyu hapa na akili. Amina. Nasema kwamba hakuna umana wote wa yale ama kile ambacho nitwacho nisemacho kwamba nina mawazo mema. Hebu ngoja tumsome kwanza Musa hapa. Tulisoma nadhani na wiki ile kwenye kile kitabu cha Kutoka 2 ule mstari wa 11. Tusome Kutoka 2 ule mstari wa 11. Kitabu cha Kutoka 2 ndio mstari wa 11. Naam. Anasema hata siku zile ndio Musa alipokuwa mtu mzima, naam, akatoka kuwaendea ndugu zake, naam, akatazama mizigo yao, ndio, akamwona Misri anampiga Mwebrania, ndio, mmojawapo wa ndugu zake. naam. Basi akatazama huko na huko, ndio, na alipoona ya kuwa hapana mtu, akampiga Misri yule, akamficha ndani ya mchanga. Ndio. Akatoka siku ya pili, ndio, na tazama watu wawili wa Waebrania walikuwa wakipigana. Ndio. Akamwambia yule aliyemdhulumu mwenzake, ndio, mbona unampiga mwenzako? Yule akasema, ni nani aliyekuweka wewe kuwa mkuu wetu? Ameishia hapo. Anasema hata siku zile Musa alipokuwa mtu mzima, akatoka kuendea ndugu zake, akatazama mizigo yao, akamwona Musa anampiga Mwebrania. Amina. Hivyo nadhani heshima ya Musa angekuwa naishia kwanza pale kusema na akili za kuwakomboa watu. Kwa hiyo maana wote angekuwa kule ndani kwa Farao, usingekuwepo. Amina. Malaki alionekana ni mtu ambaye ana wazo fulani. Amina. Analo wazo fulani, anayofika fulani, kuna jambo fulani ambalo analifikiria, jambo ambalo anajua kwamba linaweza likatokeza ukombozi. Amina. Linaweza likaleta faida fulani kwa jamii, kwa taifa hili. Alitoka. Amina. Maana angesema kwamba mina mawazo mazuri na mawazo mazuri ya kuwatoa, ama mimi nina akili nyingi sana, umaana huo singekuwepo. Lakini unaona jamaa alitoka. Amina. Akasema siku ya pili akaangalia mizigo yao, akaona Misri anampiga Mwebrania, akampiga yule Misri, akamuua, akamfukia chini ya mchanga. Maandiko yanasema kwamba akatoka tena siku ya pili. Amina. Akakuta wao kwa wao wanazulumiana. Wewe mbona unamsumu mwenzako? Nani aliyekuweka? Unawapaa si ndo akakimbia akaenda kule. Amina. Kule alikokimbilia akaenda kule. Na Mungu mwenyewe akasema pana, kuna majamaa huko yanaona yenyewe anaweza yakawasaidia watu. Mtakufuata uko uliko. Amina. Bwana Yesu sana. Wewe nadhani hakuna watu ambao walikuwa nawaza labda kusema kwamba nina mawazo mazuri ya kulikomboa taifa la Israeli. Amina. Ozani katika wale wa Israeli walikuwa hapo. Walikuwepo. Lakini wale huenda labda walikuwa hajachukua hatua ya moja kwa moja. Amina. Hatua ambayo ilikuwa inaonekana. Amina.
hawezi kukosekana. Wapo hata kwenye tunavyoendea Tanzania, wapo watu ambao wanawaza kwamba inatokeaje, amina, lakini wameficha mawazo yao, amina, wameaficha mawazo yao, amina, wameaficha. Kwani kwamba huenda wengine walikuwepo, lakini waliendelea mawazo yao yale, waliendelea kuhifadhi kwenye mioyo yao, wakaendelea kuhifadhi rohoni, amina, na akabaki huko rohoni. Lakini jamaa akasema hapana, ngoja nikatoke ngoja nitoke nikatazame ndugu zangu wanaendeleaje, amina, ndugu zangu wana hali gani, na kuonyesha kwamba na wazo fulani alitoka, alifanya kitu fulani. Na alipomaliza ile siku ya kwanza hakuridhika pale, akasema ngoja nitoke tena, amina, ngoja nitoke tena. Alipotoka tena, unaona yakatokea aliyotokea, na unaona pamoja nayo Mungu akaona hao ndio wanatafuta jamaa, amina, na watafuta watu kama hawa, na watafuta watu wote ambao Mungu aliwakuta, aliwatumia kwa jambo fulani lenye faida fulani. Ni watu ambao mawazo yao waliyapeleka kwenye utendaji kazi, amina, ambazo kwenye utendaji kazi wasema kwamba yupo Daudi mwana wa Yese, amina, anayejua kupiga vizuri kinubi, amina, amina. Bwana se hayo mawazo alikuwa sio tena mawazo, manake kama anafahamika na mpaka na watu wa kwa mfalme ngazi ya juu, manake mpaka yani kama sasa hivi, manake yule ambao wako karibu na rais kule wanasema kwamba tunamfahamu Michael, unasema una shida hii, tunamjua huyu hapa, jamaa anaweza kukufaa sana, amina, akipiga kinumi mbele yako hapa, leo mbaya lazima kutoke, amina, leo ya uwaji lazima kutoke. Bwana sio sana Bwana sio sana. Lakini unaona kwani walifahamika, una wengi ambao waliwahi kutokea, wote angalia wengi wakina nani, angalia wengi, kuna vitu ambavyo walikuwa na hakuna umana wa kusema na mawazo mazuri na mawazo mema, kama mawazo yale hanisukumi kufanya jambo fulani hata kama kwa makosa, amina, kwa sababu wenda ni heri afadhali umeshindwa kuliko kutokufanya. Yani afadhali angalau mtu yule ambaye hata kama ni kwa kukosea, anakosea yani kwamba yeye anatamani kufanya vizuri, lakini huenda akitokea kile ambacho anakihitaji, afadhali huyo, amina, huenda na atakuwa na neno kwa Mungu, kwamba Mungu, wewe mwenyewe waujua moyo wangu, amina. Yani kuna vitu fulani ambavyo mtu akiendelea navyo, wazani maombe yanakuwa mgogoro mkubwa, amna. Anasema Mungu waujua moyo wangu, amina. Maana akisema Mungu waujua, maana yake anajua jitihada zako, na sio Mungu tu anajua moyo wako, kuna watu ambao wanajua moyo wako, amina. Sema Mungu wajua moyo wangu, kwamba nimetafuta kufanya namna yote ya kufanya vizuri, lakini unaona yote amegonga mwamba, amina. Bwana sasa hakuna umana wa yale nisemayo na mawazo mazuri kama hanisukumi kufanya vizuri, ama kama hanisukumi kuchukua hatua fulani, amina, hatua fulani ambazo zitanisukuma mimi kufanya vitu fulani. Hakuna umana wa wazo zuri na usema lipo kichwani kama lile wazo alinisukumi, alinifanya nihangaike, amina, alinifanya nihangaike. Hamna umana wote, amina, hamna umana wote. Nitakuwa sana makopo mengine, amina, nitakuwa sana makopo mengine. Hamna umana wowote wa mawazo nisemayo ni mawazo mazuri, wote ambao Mungu aliwatumia kwa jambo fulani, wote kipande kubwa. Angalia nyuma yao kuna vitu ambavyo walikuwa naendelea navyo, amina, kuna vitu ambavyo walikuwa naendelea kuvifanya. Angalia labda akina Paulo pale, unaona kuna jitihada waliokuwa nayo, amina, wana jitihada. Tuona ile Korinto ngapi ile Korinto ngapi ile Filipi 3:12, Filipi 3:12, Filipi 3:12. Soma Filipi
3 na ule mstari wa 12. Ndio. Nitasoma. Ndio. Si kwamba nimekwisha kufika. Anzia mstari wa 10. Filipi 3:10. Filipi 3:10 anasema. Ndio. Ili nimjue yeye. Ndio. Na uweza wa kufufuka kwake. Ndio. Na ushirika wa mateso yake. Naam. Nikifananishwa na kufa kwake. Ndio. Ili nipate kwa njia yoyote. Ndio. Kuifikia kiama ya wafu. Naam. Si kwamba nimekwisha kufika. Naam. Au nimekwisha kuwa mkamilifu. Ndio. La. Ndio. Bali nakaza mwendo. Ndio. Ili nipate kulishika lile ambalo kwa ajili yake nimeshikwa na Kristo Yesu. Ndio. Endelea, soma ule 13. 13 anasema. Ndio. Ndugu. Ndio. Sijidhani nafsi yangu. Sijidhani nafsi yangu. Ndio. Kwamba nimekwisha kushika, ila natenda neno moja tu. Ndio. Nikiyasahau yaliyo nyuma. Ndio. Nikiyachuchumilia yaliyo mbele. Ndio. Nakaza mwendo. Ndio. Nifikirie mede ya thawabu. Ndio. Ya mwito mkuu wa Mungu katika Kristo Yesu. Ndio. Isi hapo. Bwana sana. Anasema kwamba ili nimjue yeye na uwezo wa kufua kwake. Lakini pale mstari wa 12 anasema kwamba si kwamba nimekwisha kufika au nimesha kuwa mkamilifu. Anasema mara bali nakaza mwendo. Amina. Nakaza mwendo. Akisema nakaza mwendo. Hii sio ya moyoni tu. Amina. Nakaza mwendo maana kuna vitu anaendelea navyo. Anasema bali nakaza mwendo. Anasema ili nipate kulishika lile ambalo kwa ajili yake nimeshikwa na Kristo Yesu. Bwana sana. Anasema si kwamba, anasema bali nakaza mwendo. Kuna vitu nakaza naendelea navyo. Amina. Kuna vitu ambavyo nakaza naendelea navyo. Nipate kulishika lile ambalo nimeshikwa na Kristo. Maana akajua kwamba kama naendelea na imani, namna zote neema aliyopewa ya wokovu, aliyopewa, alijua kwamba hii neema kuna jambo inataka nifanye. Kuna jambo inataka niendelee nalo. Amina. Na maana anasema kwamba msipokee neema ya Mungu bure. Amina. Anasema msipokee, alijua kwamba kama ni neema ambayo nimepewa Mungu amenipa. Hii neema ina kazi yake. Amina. Hii neema ina kazi yake. Kama nipo nafanya ibada, nipo napatikana kwenye mazingira haya, nipo na kaza, hata kama muda mwingine anaweza nikana hiyo kwamba ni hali za kawaida, lakini kuna kitu ambacho kinatuwezesha. Amina. Hiyo kwa kujua ama kutokujua, kuna namna ya uwezesho nakuwa. Lakini shida kubwa inakuwa kwamba natakiwa nijiulize kwamba huyo ambaye amenishika, amina, bosi aliyeniajiri, ameniajiri ana matazamio gani kwenye kazi aliyonipa? Amina. Kwenye kazi ambayo ameniamini, kwenye kazi ambayo amenivuta kwayo. Huyu bosi anataka nifanye nini? Neema niliyopewa hii nimepewa kwa ajili ya nini? Ndio pale unavyoona mimi niwahi kufanya kazi maeneo fulani, basi ushangaa kuna kati unafanya kilicho zaidi ya moyo wa bosi wako. Amina. Kilicho zaidi ya moyo wa bosi wako. Bwana sio sana. Kilicho zaidi. Na ukifanya kilicho zaidi ya moyo wa bosi wako, unashangaa kama msala ulikuwa 200,000 unakuwa sio 200,000 tena. Bwana sio sana. Nasema ukifanya zaidi, mwaifanya namna hiyo. Amina, sio mara nyingi, lakini mwaiongezewa. Yaani kuna mwezi fulani hivi unafanya vizuri, unafanya kwa namna fulani, mpaka mwenyewe anakaa chini, anasema kweli ni mwamba huyu. Amina. Na ukifanya vizuri, kama nilivyosema, Isaya anasema kwamba nikufundishaye upate faida. Maana yake ukifanya vizuri tu, cha kwanza kabisa lazima marupurupu ya kile ulichokifanya lazima utakuwa pamoja na wewe. Kwa sababu bosi mwenyewe anaongeza mshahara. Amina. Ama bosi mwenyewe anaongeza neema. Anasema kama nyie watu nyie naongezaga. Amina, akupi yote kwa jumla kwa ngupuo. Anakupa nyingine hivi kwa sababu kitu cha muhimu tunakilinda. Amina.
Tunakilinda. Tunakilinda cha maana, tunakilinda. Wewe angalia heri inavyofichwaga. Unaona heri inawekwa popote pale. Kai popote pale. Inahifadhiwa. Kwa nini? Ni ya thamani. Kila mtu anajua thamani, haweki popote pale. Ukiangusha barabarani kwa bahati mbaya wanaichukua kama simu ya Maiko. Amina. Kwa nini? Na thamani. Amina. Ina thamani. Ina thamani fulani ndani yake. Amina. Bwana si sana. Kwa hiyo unaona kwamba watu kama hao akina Paulo, unaona ni watu ambao walikuja kufanya mambo makubwa zaidi. Amina. Walipopata wazo jema walienda kulifanya. Walipopata wazo fulani jema la kufanya mbinu fulani, anaelekeza kwamba nilivyokuwa siku ya Ibrania nifanya kama nilivyokuwa kwa watu fulani nijifanya kana kwamba, yani zile ni mbinu. Amina. Yale ni aina ya mawazo ambayo mtu anakuwa nayo kwenye moyo wake. Nilivyoenda kwa wale nilifanya kana kwamba ni wao, niwapate wa kwao. Amina. Zile ni mbinu, maana yake ni wazo linakuja. Jamaa anaenda kulifanyia kazi ile wazo. Amina. Anaenda kulifanyia ile kazi ile wazo. Akisha lifanyia kazi ile wazo, kuna namna anaona kuongezeka. Nina heri sana. Na unashangaa kwamba Mungu anaona kama jamaa alikuwa mwaminifu kwa ile wazo na muongezea lingine. Amina. Anashangaa analifanya lile, analitelekeza. Yaani anaitekeleza. Amina. Anashangaa, yani vivyo hivyo Mungu anashangaa, anaona sababu kwamba watu kama hawa niendelee kuwekeza zaidi. Amina. Kuna vitu fulani, kuna msaada fulani kwenye maisha yetu. Sisi hapa tulivyo. Haya maisha ya wokovu. Yaani Mungu kama nilivyokuambia kwamba vya thamani vinalindwa. Amina. Hata Mungu pia ataona umana wa kuendelea kutulinda tena na tena, kutufunika tena na tena. Alimadamu kuna umuhimu fulani tutakuwa nao kwa jamii ama kwa Mungu. Amina. Bwana sana. Kuna maeneo fulani ambayo Mungu ataona ndio maana kuna vitu fulani kwenye maisha yetu vyenyewe, kama tutaendelea kuwa na hali kama hizi, namna kama hizi, nitaendelea kuwa na mawazo ya rohoni. Yaani kuna vitu kwenye maisha yangu havitatoka. Yaani vitu kwa namna yote havitatoka. Amina. Yaani kuna vitu fulani havitatoka kama mimi sitakaa kwenye kitu fulani, kama kwenye jambo fulani. Amina. Kwa jambo fulani. Anasema aliye mwaminifu kwa dogo atakuwa mwaminifu kwa kubwa. Amina. Aliye mwaminifu kwa yale machache ama kwa yale madogo alionayo atakuwa mwaminifu kwa makubwa pia. Maanake Mungu ataona sababu ya kutusaidia kwenye maeneo fulani ambayo tunahitaji msaada wake. Ataona sababu alimadamu tutakuwa tumekaa kwenye kile ama kwenye lile jambo ambalo ataona sababu ya kutusaidia. Ameona tuna uaminifu wa kale kitu kadogo kamoja tuliko nako. Amina. Kadogo kamoja, kapunje kadogo, ni mwaminifu. Anasema bwana, nimesema kwamba hakuna umana wa ninaosema na mawazo mema ama mawazo mazuri kama anisukumi kufanya vizuri. Amina. Hakuna umana wote. Kweli kabisa. Hakuna umana wote. Jamii naiambia kwamba kiasi kama mimi sionekani, yani kuna vitu fulani siendelei navyo ambavyo vitenda kufanya hata kama yani sio kwa namna ile kama ile ambavyo vitafanya kwamba uenda huyu mtu kanisani, uenda kwa itakuwa ni kanisani. Kwa nini uko hivi? Kwa nini anaendelea kunawili namna hii? Anaendelea kwa hivi, ana moyo wa aina hii. Mzee anasema Ijumaa anasema kwamba jamii kujue kwamba wewe ni mmoja wao. Yaani eneo ambalo unaweza kufanya vizuri, jamii kujua kwamba wewe unaweza kufanya vizuri kwenye namna hii ambayo watu wafanye vizuri. Akasema kujua kwamba kuna eneo ambalo watu wafanye vizuri. Watu wakujue kwamba lile eneo ambalo wao wafanye vizuri, wao wanaweza kufanya vizuri. Wakujue. Amina. Wakufahamu kwamba wewe ni mtu ambaye ile eneo tukitaka mtu mwaminifu ni yule pale. Ni kweli wenda hatujamuita, lakini
Yule jamaa tunaona ile eneo anaweza akakava sana, akakaa vizuri sana, ama akali na yani ile eneo anaweza akakaa vizuri sana. Amina. Akasema kwamba jamii kujua kwa namna kama hiyo, kwamba eneo yani maeneo ambayo unaweza kufanya kwa uaminifu, kufanya vizuri, jamii kujue. Na hii itakujua kwa sababu unataka ikujue, itakujua imekuona unafanya kitu fulani, imekuona unafanya jambo fulani. Amina. Ndio maana kuna watu fulani kwenye mtandao kuna watu fulani ambao kwenye mtandao huku wanakuwa na nidhamu fulani kwenye vitu, kwenye mambo fulani. Amina. Hizo sanga vitu vya kiinjili hivi ama chochote kile, kana nidhamu fulani hivi. Mara nyingi wale watu naitwaga Bwana sio sana. Michael. Bwana sio sana. Bwana sio sana. Wanyingi wale watu wanaitwaga. Si hata mama hapo aliitwa radio fulani hivi. Cross media kama sikosei. Aliitwa lakini japokuwa alishinda kwa sababu ya changamoto yake kwenda. Anaitwa. Kwa nini ameitwa? Kwa nini siku zote alikuwa aitwe? Kwani amezaliwa mwaka 2025? Kwani mawazo yale aliyokuwa nayo yameanza tu nilia mwaka 2000? Alikuwa nayo, yalikuwepo. Kwa nini ameitwa? Ama yani wapo wengi sana kwenye mitandao naonaga, wengi ambao wanakuaga kama ndoto tuinjilisti wakina Edwin nani Msigwa sijui. Unaona wapo kwenye radio fulani. Na hivyo radio fulani hivi anaongea vitu, anaongelea msimamo wake. Amina. Na anaongelea ule msimamo alionao, atoi kana kwamba ni mtu fulani anaanza kusema jamani si akamilika. Hamna. Unaona anaongea jambo fulani anatoka kana kwamba ni mwongozo. Bwana si sana. Unaona anaongea jambo fulani sio kana kwamba anaanza jamani na mimi napunga. Hamna. Analiongea jambo fulani kana kwamba ndio mwongozo mwenyewe. Watu wanatakiwa kufanya hivi. Wasipofanya hivi lazima mambo mabaya wapate. Dunia imeingia kanisani. Imeingia kanisani. Dunia imeingia kanisani. Yaani vyote ambao anatoka na kama ni mwongozo fulani. Watu fulani wenjisi fulani wapo huko. Wakina nani wale? Wapi wa Iringa yule si Njombe si nani? Ambao nani sijua. Vitu kama hivyo. Bwana Yesu sana. Nimesema hakuna umaana wanaosema mawazo mazuri nilionayo kama anisukumi kufanya vitu fulani. Hakuna umaana. Hakuna umaana ndio maana tulai kuwa na mawazo ili tukusuma kufanya vitu fulani na ulipata matokeo fulani sana kazi yako. Amina. Ulipata matokeo fulani sawa na kazi ya nani? Tuende kwenye kitabu cha mwisho hapa. Yakobo 3:13. Yakobo 3:13. Naam. Waraka wa Yakobo 3:13. Anasema nani aliye na hekima na ufahamu kwenu? Anasema nani aliye na hekima na ufahamu kwenu? Endelea, ni kama swali. Na aonyeshe kazi zake kwa mwenendo wake mzuri. Anasema na aonyeshe kazi zake kwa mwenendo wake mzuri. Ndio, katika upole na hekima. Bwana si sana. Ishia hapo. Sasa nani aliye na hekima na ufahamu kwenu? Ni nani aliye na hekima na ufahamu kwenu? Anasema naonyeshe kazi zake kwa mwenendo wake mzuri, kwa upole wa hekima. Bwana si sana. Ni nani aliye na hekima? Nani aliye na akili? Anasema ina shida na akili. Aonyeshe kazi zake, aonyeshe akili zake. Amina. Nani aliye na hekima? Nani aliye na hekima? Anasema na ufahamu kwenu. Ameweka pale na kiulizo pale. Ni kama swali. Ni nani aliye na hekima na ufahamu kwenu? Ni nani?
Anasema na aonyeshe kazi zake kwa mwenendo wake mzuri katika upole na hekima. Nani aliye na hekima? Asa nani aliye na hekima? Amina. Ni nani anasema kwamba nayo akili, anao ufahamu, anazo nguvu, anazoweza? Atuonyeshe. Amina. Aonyeshe, sio alale nazo. Amina. Asilale nazo, atuonyeshe. Hataki kulala nazo, kwa sababu kuna watu ambao, yani watu hao ni watu ambao tunayohitaji, ama ambao ulimwengu na wahitaji. Amina. Ni nani aliye na hekima? Aliye na hekima ni nani? Aliye na hekima aonyeshe kazi zake kwa mwenendo wake mzuri, kwa mwenendo wake bora. Amina. Nasema kwamba hakuna umana wa mawazo nisemao ni mazuri nilionayo, alimaadamu bado anisukumi kufanya vizuri, kufanya mambo fulani, vitu fulani. Amina. Vitu fulani, mawazo fulani hakuna, yani hamna. Naanza vizuri, wakwambia haina shida. Unaanza vizuri, tuonyeshe na kitu gani, kitudhibitishie kwamba wewe una mawazo mazuri. Hakipo. Ndio maana ukienda dukani kununua kitu, huwezi kwenda bila hela. Kwambia shingapi? 5,000. Kwambia haya, leta 5,000. Kwambia sina. Sasa wana si sana. Lakini yule muuzaji atakuona kwamba kweli ulikuwa unahitaji kile kitu, anaona ni 5,000, unampa 5,000 yake. Amina. Na wewe unasema kwamba wewe muuza duka, wewe acha kabisa, nakitaka hicho kitu. Ameleta hela, wewe bwana utakuwa chizi. Yaani utakuona kwamba kana kwamba unaumwa. Amina. Yaani pata kama utakuwa akili zako unasema ziko sawa. Amina. Unaenda dukani, mtu anauza vitu fulani. Anauza vitu fulani, alafu anakuambia labda nanilia, anakupa labda kitu, anakuambia unaona, ananyosha mkono, leta hela. Amina. Anaona unang'ang'a macho, alafu anaona unaondoka. Sasa huyu mwizi huyu. Amina. Yaani nataka mtasema na akili. Hivi pale mtu atakuwa na akili kweli? Anakuwa ziko sawa? Amekupa kitu fulani, nauza kitu fulani 5,000. Alafu anaona unachukua kile kitu, unasepa, unapotea. Atakuona uko simama kweli? Atakuona ni mwizi na atakuchukulia hatua fulani hivi ambazo mwenyewe onda utazipenda. Amina. Ndio vivyo kama na mimi nasema na mawazo mazuri. Mimi nitakuwa yani kama nasema nina mawazo mazuri alafu sifanye vitu vizuri. Na mawazo mema sifanye nanilia. Amina. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Ni nani anasema aonyeshe kazi zake nzuri? Nani aliye na akili aonyeshe kazi zake nzuri? Amina. Bwana asifiwe sana. Ni nani aliye na hekima aonyeshe kazi zake nzuri? Ni nani anayetaka kuendelea na imani mpaka mwisho? Anasema aonyeshe mikakati yake, alete mezani hapo. Kwamba sisi hatuangaliagi una kina namna gani. Haina shida, haina shida. Unashangaa kama unashangaa kama ndo unashuhudia. Anasema haina shida. Tendelea, mimi nitakufa na mzee. Sasa haina shida. Haina shida, tupo hapa. Kama majini hazo wanakucheki kwa mbali, wasema haina shida, si tupo. Hapo naona unapotea muda fulani. Sasa hizi bangi, toka bangi zipo kweli. Hata kama kweli Bwana sio sana. Mtumishi mwaminifu, ngoja niseme mtumishi mwaminifu. Mungu atusaidie sana. Amina. Mungu atusaidie sana. Sana. Kama hatuna akili basi tutafute kuwa na akili. Na hata kama na nia tunasema hatuna akili, tuonyeshe vitu fulani kwamba tunatafuta akili. Kwa sababu akili pia hatuzipati kwa kuwa tunazitaka. Hatuzitaki kwa kuwa tunazitaka. Akili hatutaki, hatuwezi tukazipata ama namna yote ya kufanya vizuri. Hatafanya vizuri kwa kuwa tunataka kufanya vizuri. Wewe si wengi hapa tunatamani, kuna maeneo tunatamani kufanya vizuri, lakini wenda hatufanyi. Amina. Kwa nini hatufanyi? Kwa nini hatufanyi? Maana kafadhali hata kama
tunatafuta vitu fulani vya kuonyesha kwamba Mungu ni kweli, wenda akili sina, lakini nahitaji akili, nahitaji ufahamu. Mungu anamwambia Sulemani kwamba omba lote utakalo nami nikupe. Omba lote utakalo nami nikupe. Anasema, anaomba pale hekima na maarifa. Anasema hivi vitu si kana kwamba nimekuambia umevipata hapo hapa. Ni vitu ulikuwa navyo. Amina. Ni vitu ambavyo ulikuwa navyo. Muda mwingine watu wa Mungu ulikuwa Mungu, muda mwingine ni wa muendelezo. Amina. Ni wa muendelezo. Anaanzia pale tulipoishia, ndio anaanzia pale kwenda juu. Amina. Anasema hii jambo sio swala kwamba ni jambo ambalo ni la leo tu ama nalo leo tu. Ni mawazo yako ulikuwa nayo, yalikuwepo. Amina. Hakusema kwamba sema ni mawazo yako. Mungu anasema hivyo. Ambaye anasema kwamba anaangalia ndo anasema mwenyewe kwenye ndoto. Anamtokea Sulemani pale. Anasema yaani wewe jamaa, si swala kwamba unasema kwamba unasema unaomba hekima na maarifa upate kuhukumu vizuri watu. Ni mawazo ulikuwa nayo. Amina. Unasema kwamba natamani, nataka hekima zaidi, maarifa zaidi. Ni vitu ambavyo ulikuwa navyo kwenye moyo wako. Amina. Ni vitu ambavyo ulikuwa yaani sio swala kwa maisha niambia, ni mambo ambayo unayo, ulikuwa nayo. Na mimi kwa sababu ya hayo nakupa yote haya. Nakupa hekima, nakupa maarifa. Amina. Nakupa vyote. Na unaona kwamba Mungu anampa na vile ambavyo hakumuomba. Sana yale ambayo ukoyaomba nimekupa vyote hivi. Amina. Ndio kile nimesema kwamba kuna baadhi ya maeneo ambayo tunahitaji msaada wa Mungu. Hata tusaidia mpaka tufanye vitu fulani. Ama yani unajua hata mazao shambani. Mazao ambayo yanaonekana kana kwamba shamba ambalo hata mkulima anakuwa anaona anapata nguvu ya kulipalilia. Ni ile ambayo anaona ana mahindi anatia moyo. Amina. Anaona kama ni mahindi anatia moyo, anasema ngoja nipalilie. Amina. Nipalilie angalau ili zao lipate nguvu zaidi. Amina. Ni mahindi nini nilipalilie. Nguvu za mkulima ni pale ambapo anaona, lakini mkulima hawezi kawa na nguvu. Anaona tu mahindi tumedumaa hapa. Kama ni mahindi yana rangi fulani hivi. Rangi fulani hivi kama yameliwa na wadudu ama nguvu za mkulima pale zinakuwa, yani nguvu zinaisha kwanza. Amina. Sasa nimepoteza mbegu zangu hapa. Nimepoteza mbegu zangu. Lakini mkulima anaona ni muhindi fulani hivi. Ni muhindi fulani, anaona ni viazi fulani hivi. Akichimba kimoja safi sana. Ngoja niwekee matuta. Sasa viazi vile vya chips vile. Kama kule kwetu Manyingo na Limaa kule. Kuna wakati wa kupalilia. Ukishafika kupalilia kuna wakati fulani hivi kifika vinawekewa matuta fulani hivi. Tunataka sinde matuta fulani hivi. Amina. Anaona viazi hivi kwa kweli niende. Kwa nini anaona umuhimu wa kuvifanyia vile huduma ile? Anaona kwa sababu anaona kwamba hii safi sana. Kwa hiyo kuna baadhi ya maeneo Mungu ataona sababu ya kutusaidia. Kama hivi vitu muda mwingine ataona tuna matumizi ama tumeonyesha matumizi fulani mazuri huko nyuma, hata kile kidogo akaona Mungu mwenyewe labda tuongezee. Kuna baadhi ya maeneo Mungu ataona sababu za kutusaidia. Kama kuna baadhi ya maeneo yapo, yani kuna baadhi ya vitu vipo kwenye maisha ya mtu ambavyo hata kama ataomba siku fulani, kama ni wiki fulani anapita kwenye nguo, washangaa vile vitu mwisho wa siku vinakuja tena. Kama vile vitu vinakuwa muda mwingine vinakuwa vijatoka. Hata nasema kwamba muda mwingine Mungu ataona, anasema tawi zaro sana, Mungu analipogolea. Yaani anaondoa madudu yale ambayo yatafanya atauzonga ule mmea ule. Kwamba usitoe matunda ambayo yanahitajika kutoka. Mwanafunzi wa Yesu anasema kitabu cha mtumishi mwaminifu wa Yesu kwenye ile sura ya 29 kwenye kichwa kinasema kwamba juhudi za kuhubiri Injili. Anasema mwanafunzi wa Yesu anaweza kusamehewa ikiwa ana udhaifu
wa kiakili. Pia anasamehewa kwa kukosa nguvu za kimwili. Lakini ni vigumu kusamehewa ikiwa amekosa juhudi, kama moyo wake hauwaki kwa moto wa kumpendeza Mwokozi. Hukumu inamgoja. Bwana sio sana. Sasa mwanafunzi anaweza kusamehewa ikiwa ana udhaifu wa kiakili wa kufanya jambo fulani ambalo haitakiwa kulifanya. Pia anasamehewa hasa kwa kukosa nguvu za kimwili. Lakini ni vigumu kusamehewa ikiwa amekosa juhudi, kama moyo wake hauwaki kwa moto wa kumpendeza Mwokozi. Hukumu inamgoja. Lakini moto, muda mwingine moto utawaka siku moja au utawaka siku moja. Muda mwingine mtu anaweza kaendea kwenye jambo fulani, vitu kwenye nidhamu fulani hivi, akaenda kwenye nidhamu fulani alafu akasema pale ambapo kuna kipi, anasema ni kama yeye nama atakuwa ajisikia ni kama siku moja, kwa maraba mwenyewe ameshajiwekea kwamba kila siku nitakuwa nahubiri. Amina. Alafu kuna wiki fulani kama kamisi bila sababu ya msingi. Yule mtu mara nyingi anakosa amani. Amina. Kuna hali fulani mbaya hivi, ama kuna namna, akifika kwenye mimi kwa mfano muda mwingine kwenye shangara hapa kwenye gari umekuwekea muziki ya bongo. Shangara ujisikii vizuri au hapa kaliki kwenye kiti pale. Unahangaika, utafikiri mwanamke mjamzito anataka kujifungua. Amina. Bwana sio, sijaiona wanawake. Sasa anasema hivyo kwa nasikiaga tu kama anahangaika sana. Amina. Kama unahangaika kama utafikiri mwanamke ambaye anataka kujifungua ama wakati wa kujifungua hapo karibu, mahangaiko anayokuwa nayo kwamba kama anakaa kulia akikaa hivi hapakaliki hapo. Amina. Na ushangaa huyo mtu anakosa, kuna vitu ushangaa mwenyewe. Kwa moto muda mwingine hauwaki mtu kwa mmoja hapa. Ni mtu ushangaa ameenda, ushangaa isipofanya kile kitu ushangaa anaona leo mbona nisiko sawa. Na akifanya ile jambo ushangaa anasikia vizuri. Sasa tunaofahamu wa Kristo ni wale walioitikia wito wake yeye aliyesema, wivu wa nyumba yako utanila. Yohana 2:17. Mwokozi wao alijawa na wivu kwa Mungu na nyumba yake. Hakuna nafasi katika chuo chake kufunza watu ambao hawajijitoa kabisa, watu wenye mashaka. Bwana Yesu hakuishi katika hali ya amani kiroho. Bwana sana. Hakuishi amani ya kiroho. Maana hakuishi amani ya kiroho kwa namna moja ama nyingine, kwamba pale ambapo aliona mambo mabaya na shamili, amina, yanaendelea, kwamba anasema kwamba hasa mimi nasema kwamba na mawazo mazuri. Kwamba una mawazo mazuri, unaona vitu fulani vinafanyika pale, unaona anasema kukaa kwamba mambo mabaya yanaendelea. Ndio kwamba mtu wa Mungu kabisa amesema neno la Kristo limejaa ndani yake, umejaa wema, huruma, nini na nini na kadhalika. Hawezi kupata amani kama naona mambo mabaya yanaendelea. Amina, yanaendelea. Bwana sasa anasema anasema Bwana Yesu hakuishi katika hali ya amani kiroho. Ndio maana alisema nina ubatizo unipasao kubatizwa, Luka 12:50. Na pia tunaona hali hiyo aliposema imetupasa kuzifanya kazi zake yeye aliyenipeleka, maadamu ni mchana, usiku waja asipoweza mtu kufanya kazi. Yohana 9:14. Anasema usiku waja mtu asipoweza kufanya kazi. Usiku sio usiku huu. Usiku maana yake ni pale ambapo hutaweza kufanya chochote kile. Alafu takuna tuambia tulikuwa na mawazo mema. Ni mawazo. Sema haina shida. Hasa ni vitu anasema hivyo. Anasema hali aliyosema imetupasa kuzifanya kazi zake yeye aliyenipeleka, maadamu ni mchana, usiku waja asipoweza mtu kufanya kazi. Wakati unakuja ambapo sitaweza kufanya chochote kile. Nafasi nilionao naitumiaje? Wakati nilionao na utumiaje? Amina. Naishije leo? Siku napitaje? Au ndio hivyo, nikishafanya kazi ndio hivyo, kengea na kanisani, kengea kuchapa na stuka, ndio hivyo, ibada imeshaisha, umeshachoka hapa.
nafanya nini? Maandiko yanasema kwamba saa inakuja ambapo mtu ambapo hautapata nafasi ya kufanya chochote kile. Lakini kama tumepewa nafasi leo ya kuishi, tunao kwa sababu ibada zote tunazozifanya alifundisha mtumishi Betha wiki iliyopita Jumatano ile kwa Mungu yani kwamba maana kwamba sikumbuki hicho vizuri, lakini kwamba Mungu alivisaidia vile ambavyo vilikuwa ni vinyonge lakini vinatafuta kutoka kwenye hali ya unyonge. Amina. Yani alivinua vile, yani vinyonge vimeshindwa. Umeona? Yani vimeshindwa. Ama ni vinyonge lakini vinatafuta kwa namna yote vitoke pale. Vile vitu aliviinua. Amina. Vile vitu aliviinua, alivitoa. Lakini vile vitu ambavyo vilibweteka kwamba ni hivi tu, maisha ni haya tu. Vile vitu mara nyingi haivipita pembeni kwanza. Amina. Haivipita pembeni kabisa. Lakini visaidia vitu ambavyo ni vinyonge sawa, vimeshindwa sawa, lakini bado haviachi kupapasa, haviachi kugusagusa, haviachi kupapasa kwa namna moja au nyingine. Mungu atusaidie sana. Ni vitu ambavyo mimi nasema Mungu unisaidie sana kwenye ibada kama hizi. Mimi sio wa kwanza kuna watu ambao waliwahi kufanya mambo makubwa sana, kumuona Mungu kwa uzilisho mkubwa sana, lakini leo hawaendelee na imani. Hata kama anaendelea nayo basi sio kwa namna kama ile. Ndio kama ile aliyosema kiongozi wetu kwamba huku makanisani Yesu wapo wengi ni kama anasema anaokoka, lakini wengi hawana hata wokovu. Sasa anaenda kwa waganga. Sasa huyo anaendelea na imani kweli huyo? Huyo aendelee nayo. Japokuwa yupo kanisani. Yupo kanisani na usanga kama mafungu ya 10 anatoa. Bwana sio sana. Kwa kazi ni kwetu. Basi Mungu atusaidie sana. Siku sana unisikiza, Mungu atubariki sana. Unastahili kuabudiwa. Unastahili Yesu. Unastahili kuabudiwa. Unastahili. Unastahili Yesu. Unastahili kuabudiwa. Unastahili Bwana wa mabwana we. Unastahili we. Yesu. Unastahili kuabudiwa. Bwana wa mabwana we. Unastahili we. Unastahili kuabudiwa. Unastahili Mungu. Unastahili Yesu. Unastahili kuabudiwa. Mungu mwenye nguvu. Unastahili Yesu. Unastahili kuabudiwa. Oh Bwana wa mabwana we. Unastahili 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 Yesu. Unastahili Mungu mwenye nguvu. Unastahili Yesu. Unastahili Bwana wa mabwana we. Unastahili Yesu. Unastahili
unastahili we, unastahili we, unastahili kuabudiwa, unastahili we, unastahili Baba, unastahili Baba, Mungu wetu newe, tunaacha nawe Baba we, maisha yetu na kuhitaji Baba we, unastahili we, Baba yangu unastahili we, unastahili we, unastahili we, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili we, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili unastahili unastahili, unastahili, unastahili Baba we, unastahili, unastahili unastahili, unastahili we Yesu we, Baba yangu unastahili we, unastahili Yesu we, unastahili Yesu, Baba yangu unastahili, unastahili Baba yangu unastahili, unastahili Yesu, unastahili, unastahili unastahili kupewa sifa zote, kwa wema wako Mungu we, unastahili, unastahili Yesu. Asante Mungu wa neema, Mungu wa baraka, asante Bwana, Bwana wa neema, asante Mungu wa neema, Mungu wa uweza Bwana, tunakushukuru Bwana, tunasema asante, tunasema asante. Tusaidie Bwana, tuwezeshe Bwana, tuongoze Bwana, tufunike Bwana kila hatua Bwana, tunakuhitaji Bwana. Mwema tena anasema
ya kwamba naacha nawe kila siku, kila saa, kila majira na kila wakati. Ninaacha nawe Bwana kila siku, kila saa, kila majira na kila wakati. Tunakuhitaji Mungu katika kila hatua Bwana. Bwana wa neema Yesu, tunahitaji neema yako katika kila hatua njema ambayo Mungu inatakiwa tupie kwenye maisha yetu. Bwana wa neema Yesu, tusaidie Bwana, tuwezeshe Bwana. Bwana wa neema Yesu, wa neema Bwana, Bwana wa neema, tunakuhitaji mtakatifu, tunakuhitaji Mungu uliye mwema. Bwana wa neema Yesu, tuongoze Baba, tufunike Bwana, tufunike Bwana, tufunike Bwana, tufunike Bwana. Tunakuhitaji Bwana, tunakuhitaji Mungu. Bwana wa neema Yesu, wa neema, Bwana wa neema, beneza Mungu uliye hai, beneza Bwana, Bwana wa milele, 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 Baba milele, Mungu mwenye uweza, Mungu mwenye uweza, Bwana wa neema, Bwana wa neema, tusaidie Bwana, tusaidie Bwana, tusaidie Bwana, tusaidie Bwana, tusaidie mtakatifu, tusaidie mwema, Bwana milele Yesu, 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 Bwana wa neema 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 Yesu. Ebeneza Bwana, Ebeneza Bwana, Ebeneza Bwana, Ebeneza Bwana, Ebeneza Bwana, Ebeneza Bwana, Bwana milele, Bwana milele, Mungu mwenye uweza, Baba wa neema, Baba wa neema, Baba wa neema, tunaacha nawe, tunaacha nawe, tunaacha nawe, tunakuhitaji kila siku, kila saa. Bwana wa neema, Mwimba Tenzi anasema ya kwamba Bwana, ninaacha nawe kila siku, kila saa, kila majira na kila wakati Bwana, na kila wakati Bwana, tunaacha nawe Bwana, tunakuhitaji Bwana, tabibu wa kweli, tuongoze Bwana katika yale ambayo Bwana ni makusudi yako, ni mapenzi yako Bwana wa milele. Mapenzi yangu, mapenzi yetu Bwana yavunjike Bwana, ya kwako Bwana yasimame Bwana, ambayo Bwana ndio ramani yako ya kokoyo kwetu. Hatukujiokoa Bwana kwa uwezo wetu, kwa nguvu zetu, ulitoka Bwana kwa neema yako, ulitukuta Bwana kwa uwezo Bwana na kwa nguvu ambayo Bwana hatukujua kwamba ilitokea wapi Bwana, tukajikuta Bwana tupo tena hapa. Tusaidie Baba, tunaomba neema zako, tusaidie Bwana mapito ambayo Mungu Bwana, ibada zote ambazo tunafanya mahali hapa, naomba Bwana tusaidie. Maandiko yasema ya kwamba watu waone matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Bwana wa neema, maana yake umana wa kila ambacho kinatufanya tupatikane ama tuonekane kanisani ni pale ambapo jamii ambayo Bwana tatuona ya kwamba kuna mambo ambayo tutaendelea nayo. Bwana tusaidie, tuwezeshe Mwokozi, tusaidie Mtakatifu, tusaidie Mungu uliye mwema, Bwana wa neema Yesu, tusaidie Bwana, tuongoze Mtakatifu, tuongoze Mungu uliye kweli, Bwana wa neema Yesu, Bwana wa neema Yesu, tusaidie Bwana, Bwana wa neema Yesu, Bwana wa neema Yesu, tusaidie Bwana, Bwana wa neema.
ngoma 57.